Kwanza ni kuhusiana na mlango wa Hormuz ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesherehekea hili ni tangazo la Iran kwamba imeufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Ameandika kwenye Truth Social, Iran imetangaza kuwa mlango bahari wa Hormuz umefunguliwa kikamilifu na upo tayari kwa upitaji kamili. Trump ameandika kwa herufi kubwa kupitia mtandao wa Truth Social kuonesha kwamba ni msisitizo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alitangaza mapema Ijumaa hii kuwa Tehran inaruhusu meli kupita kwa usalama kwa zile zinazoratibu na Jamhuri ya Kiislamu kufuatia kupatikana kwa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon. So Masubi, hiki ndio kitu ambacho Trump amekuwa akikipigania na amekosana na watu wengi sana, nchi nyingi sana kwa sababu hii, sio? Nchi nyingi sana Trump ameweza kupishana nazo kwa sababu hiyo. Kwa hiyo inakopo ni moja ya vitu ambavyo unaweza kusema ni positive, lakini pia vinakuja katika kipindi ambacho kuna uhitaji mkubwa sana wa amani Mashariki ya Kati, kuhusiana na hivi vita ambavyo sio tu vimeivuruga Mashariki ya Kati bali ni dunia nzima. Hali ni mbaya kusema kweli ya kiuchumi. Sio. Sawa. Sasa kuhusiana na mlango wa Hormuz, unadhani kwa nini imekuwa Iran hatimaye ameamua kukubaliana na matakwa ya Marekani? Maana mwanzoni alikuwa hataki. Sasa tukirudi kwenye hali halisi ya meza ya mazungumzo, ambayo tunafahamu mazungumzo yalifanyika siku chache nyuma hapo zilizopita, takribani siku 6 nyuma. Tunafahamu Jumamosi ile, tukiangalia Iran alikuwa na matakwa yake ambayo alikuwa yeye ndio anahitaji yale yaweze kutekelezwa, ambayo tunasema ni point 10, zile vipengele 10 ambavyo vile ndio walitaka uwe msingi wa majadiliano pale mezani. Kwa nini? Kwa sababu katika zile vipengele vya upande wa Marekani ambavyo ni vipengele 15, Iran wao waliona kwamba vile vipengele kwao vinawabana sana, na ni vipengele ambavyo ndivyo vimefanya wao waweze pengine Marekani kuwapiga vita, yani mahitaji ya Marekani hata kabla ya vita. Na mbaya zaidi ni vipengele ambavyo vimekuwa ni vina msimamo mikali sana, ni vya itikadi kali sana, kuakisi kile ambacho Israel anakitaka moja kwa moja. Kwa hiyo ndio sababu kubwa wakawa wameshindwa kukubaliana. Sasa hivi kuweza kujua ni kitu gani ambacho watakubaliana mpaka tuone kwamba amani imeweza kufikiwa, ni bado ndo tunasubiria, lakini muda wenyewe utaongea, kwa sababu tunaona kwamba inasemekana, tunaona Asim Munir, yule Field Marshal Asim Munir ambaye ni mkuu wa jeshi la Pakistan, alikuwa amefanya safari kwenda jijini Tehran na amepokelewa kule, kwa sababu yule tunafahamu ndio Pakistan ndio wapatanishi wakuu wa huu mgogoro. Sasa baada ya kuwa amefika huko nchini Iran, inasemekana, tunaambiwa kwamba mazungumzo ambayo yanaendelea nyuma ya pazia ni mazuri zaidi. Kwa kama mazungumzo yanayoendelea nyuma ya pazia ni mazuri zaidi, na sote tunafahamu Iran na matakwa yake, Marekani na matakwa yake, ambao kubwa zaidi Marekani amesikilia pale kwenye nuclear, akitaka Irani achane na nuclear. Sasa tetesi ambazo zilikuwa zinasikika ni kwamba Irani wamekubali, Marekani ametoa proposal ambayo Iran na wenyewe wametoa counter proposal, yani wametoa na wenyewe pendekezo. Marekani anataka Irani asirutubishe urani kwa miaka 20. Yani hiyo asirutubishe kabisa, ina maana Iran awe ana export, lakini pia ile urani ambayo walishairutubisha kwa 60%, ambayo ukirutubisha kidogo unaweza kuwa na bomu la nuclear, wanaitaka ile. Lakini inasemekana Iran pia ile anataka iende kwa nani? Iende kwa Urusi, ambao pengine anawaamini, na Urusi wao wako tayari kwa ajili ya kuichukua ile urani. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba pendekezo kubwa ambalo wa Marekani wao wanadai, ambalo litakuwa ushindi mkubwa kwa Trump. Kumbuka Trump alikataa makubaliano ya mwanzo na akaichomoa nchi ya Marekani katika ule mkataba wa JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, ambao ni moja inasifika kama moja ya mikataba mikubwa zaidi, na inasifiwa ni kama ushindi katika diplomasia
ambao ulichukua miaka zaidi ya miwili watu wanajadiliana ili tu waweze kufikia, na hata MOU yake inasemwa iliandaliwa kwa muda mrefu sana, ile memorandum of understanding ya vitu gani vifanyike kabla mkataba haujasainiwa. Sasa ukikaa ukaangalia kama Donald Trump aliweza kuichomoa Marekani kwenye ule mkataba, leo akubaliane na Iran matakwa yale yale ambayo yanafanana na JCPOA, labda nyie endeleeni kurutubisha kwa asilimia zile mlizokuwa mnarutubisha, Donald Trump atachekwa na ataonekana labda yeye ni kituko na hamna alichokifanya, na atapondwa sana, kwa sababu kitu hicho Obama aliweza kukifanikisha pasina kupigana vita kwa kutumia tu diplomasia. Kwa hiyo Trump anahitaji kitu kikubwa sana, na bahati nzuri wa Iran wamebarikiwa kuwa na watu ambao wana taaluma kubwa ya negotiation. Unaangalia kama kwenye JCPOA, katika ile wizara ya mambo ya nje tulikuwa na mtu anaitwa Javad Sharif, huyo ndio alikuwa waziri wa mambo ya nje lakini sasa hivi hata huyu tuliokuwa naye unamuona Abbas Araghchi, hata kile kipindi kwenye JCPOA alikuwa yupo, lakini kipindi kile alikuwa na cheo kidogo sana, lakini sasa hivi ameiva na ni mmoja wa wanadiplomasia bora kabisa. Pengine vita hivi vikiisha, tutamuona kama kuna tuzo ambazo zinatolewa kwa haki, huyu bwana akapewa tuzo nyingi, pengine hata zile tuzo za Nobel ambazo anaziongelea huyu jamaa anastahili, kutokana na namna ambavyo amekuwa ana behave hata kwenye mambo ambayo ni magumu yanahitaji labda utoe lugha kali. Yeye siku zote amekuwa na ile tone ya kidiplomasia. Kwa hiyo hawa ndio watu ambao Irani imeweza kubarikiwa na watu ambao wamekopo wako vizuri sana katika meza ya majadiliano. Sasa hiyo ndio inakufanya uone kwamba yale makubaliano ambayo ya sasa hivi ambao wanayadili ni lazima yawe ni makubaliano ambayo moja kwa moja Trump ataona kwamba ama kwa namna moja Trump anaweza kumfanya arudi aonekane mshindi na kabrag about, yani tumeweza kuifanya Iran isirutubishe nuclear, lakini wa Iran walichokuwa na katano, maana nikasema hiyo ndio master class negotiation, kwamba wao hawataki biashara kutokurutubisha, wasirutubishe milele. Kumbuka wamewekeza sana katika elimu ile ya atomic, urutubishaji urani, uchimbaji, kuanzia uchimbaji mpaka unaporutubisha ile urani wamewekeza mno, mpaka kwenye matibabu, utumiaji wa hizi hiyo urani katika matibabu, kansa na vitu vingine. Leo unavokuja unawaambia nyinyi msije mkarutubisha, wanasayansi, wanavyuo, of course ukiwa na wanasayansi wanaweza wakafanya kazi nje ya nchi kwenye mataifa mengine, lakini ule uwekezaji wa ile elimu unapotea bure. Taifa kama taifa, wapo wanasayansi ambao wamepambana, wameuawa, na wengine vita vimepigana. Sababu kubwa ni hiyo mpango wa nuclear leo upotee bure bure. Kwa hiyo wa Irani na wenyewe wana hoja yao, ndio maana tunaweza kaona ili waje kwenye common understanding ile miaka 20, siku zote mtu unaanzia juu, Marekani kaanzia juu, labda kuna sehemu watakutana, na hiyo ndio essence hiyo ndio tunasema ni kama asili ya makubaliano yoyote, lazima pawe pana understanding, common understanding, yani maelewano baina ya pande mbili, upande A na upande B ambao umekaa kwenye meza unakubaliana. Lazima kila mmoja awe anakubali baadhi ya vitu kuvipoteza ili tu wote muweze kukubaliana. Sio kila mmoja anakuwa na maximalist demands, yani kila mmoja anakuwa na mahitaji yake yeye ambayo ya juu anataka abaki huko. Hapo patakuwa hapana makubaliano, na hiyo itakuwa ni surrender, kitu ambacho wa Iran kwa nafasi ama position waliokuwa nayo kushikilia Hormuz, lakini pia makombora yao na vitu vingine, wamethibitisha kwamba na wao wana nguvu ya kujibu, na bado wana turufu nyingine hawajazicheza. Kwa hiyo hiyo inamfanya Marekani na yeye awe ana namna kwamba hawa ni yale makubaliano, ni katika zile option 3 ambazo nilikuwa nazifanyia uchambuzi hapa Simulizi na Sauti, kwamba panaweza pakawa pana option 3. Ya kwanza ni total surrender, yani Iran kashindwa kabisa. Ya pili wote tumepigana, Iran kapiga, Marekani kapiga,
tukipiga wote tunasababishiana madhara. Kwa kama tunasababishiana madhara, hivi vita tuwezi kuendelea navyo, which is what is happening right now. Yani ndicho ambacho kinatokea sasa hivi exactly. Kwa hiyo mnakaa mezani, baada mnakaa mezani bana, ceasefire hapa, tukae tukubaliane matakwa, nini kinaweza kikafanyika, ndicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo unaweza ukaona option nyingine ingepo kwa labda Iran sasa awekewe masharti ambayo yanaweza kawa ni mabaya, hata baada ya vita kuisha vikawapa nguvu wao jamaa waweze kuirudia Iran baadaye, na ndicho ambacho Muiran sasa hivi anapambana nacho. Okay, sasa kama ambavyo tumekuwa tukifanya kwenye live zetu, kama popote pale ulipo, kama unatufuatilia, kama una swali ungependa upate ufafanuzi kutoka kwa Ali Masubi, yupo hapa kwa ajili yako, na atafurahi kufanya hivyo. Sasa Masubi, wakati tunazungumza kuhusiana na habari hizi njema kwa Trump na wadau wengine wa mlango wa Hormuz, kuna hii hapa taarifa ambayo ina mwendelezo wa kile ambacho Trump amesema. Rais huyo amesema kuwa kizuizi cha kijeshi ama blockade cha majini cha Marekani dhidi ya meli zinazohusishwa na Iran zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz kitaendelea kubaki licha ya Iran kutangaza kufungua njia hiyo. Mlango bahari wa Hormuz umefunguliwa kikamilifu na upo tayari kwa biashara na upitaji kamili, lakini kizuizi hii sasa hapa namnukuu, amesema mlango bahari wa Hormuz umefunguliwa kikamilifu na upo tayari kwa biashara na upitaji kamili, lakini kizuizi cha majini kitaendelea kutumika kikamilifu kwa Iran pekee hadi pale makubaliano yetu na Iran yatakapokamilika kwa 100%, ameandika Trump katika chapisho lake jingine la herufi kubwa kwenye Truth Social. Utaratibu huu unapaswa kwenda kwa haraka sana kwa kuwa mambo mengi tayari yamekwisha jadiliwa, amesema Trump zungumzia makubaliano yanayoandaliwa na Teheran na kumaliza vita kabisa. Sasa mimi hapa napata mkanganyiko kwamba mlango umefunguliwa lakini bado Trump anasema kwamba ile blockade bado ipo. Hii unadhani na tafsiri gani? Yes, kwanza kabisa inabidi ndugu zetu wafahamu na watu wengi wafahamu, kuna kama makosa fulani hapa watu wengi wanakuwa wanayafanya, kwamba mimi ukiniuliza blockade ya Trump je, ina mantiki gani? Ile blockade ukiangalia kwa kawaida kama haina mantiki. Kwa nini? Kwa sababu moja, anasema anazuia meli nyingine zote ziweze kupita kasoro meli zinazotoka katika bandari ya Iran, aidha iwe ni ndani ya ghuba ama nje ya ghuba, kwa sababu Iran wana ufukwe ambao ni mrefu, unasemwa zaidi ya kilomita takribani 2000. Sasa kama unazuia meli ambazo zitatokea Iran, na vipi Muiran na yeye akisema atumie karata yake ya kuzuia meli nyingine zisipite, which is ndicho kilichotokea, kwa sababu leo tunaona huyu Muiran ameruhusu, na ndizo habari njema hapa tunazozijadili, kwamba leo karuhusu, kasema kila kitu kinaweza kikapita pale katika ile Strait of Hormuz. Sasa unaweza ukaona nani ambaye anashikilia karata zaidi. Ni wewe ambaye umekaa nje huku unasema umemzuia Iran meli zake zisiingie, na ninasema haina mantiki. Kwa nini? Kwa sababu moja, Iran mafuta yake 90% ya yale mafuta yake anayenunua ni Mchina. Yaani ya mafuta yanayoingia pale yanayotokea kwa Iran kwa 90% yanatokea China. Hiyo ni kwa meli zinazotoka, yani yanaenda China. Hiyo kwa meli zinazotoka. Kwa meli ambazo zinaingia ndani ya Iran anasemwa anajitegemea vitu vingi kwa zaidi ya 90%, yani ana uzalishaji wa mule ndani, kilimo, tofauti na nchi nyingine hizi za ghuba. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ana uwezo wa kuisurvive hii blockade, na tayari Mchina meli zake zinasemwa zilikuwa zinapita bila kuzuiliwa. Na tunaona mkwara ambao wa China walikuwa wameuweka, na sio tu huo mkwara walioweka, lakini tunaona pia tayari palikuwa pana mazungumzo ambayo inasema CNN waliripoti kwamba pana makubaliano ya siri ambayo China walikuwa wameyafanya na Marekani. Ndio maana baadaye Trump akatoa ile statement aliyoitoa kuonesha kwamba meli za China zenyewe zinaweza zikapita, kwa sababu bila hivyo ni ukizuia meli za China ni kama umefanya ni kama unakopa umefanya ile tunasema
watalazimika kufanya makabiliano ya moja kwa moja na China, kwa sababu Mchina hawezi kuruhusu ile inahatarisha uchumi wake. Kwa meli ambazo zinatokea wapi? Zinakuwa zimetokea Iran. Sasa ukikaa ukaangalia hii blockade ama hili zuio ambalo lilikuwa limeweka, ni unaweza ukasema unazuiaje zuio, kwa sababu tayari Muirani kaweka blockade na wewe unakuja unamzuia Muirani. Kinachoiumiza dunia sio blockade ya wewe Marekani. Kinachotuumiza sisi duniani ni ile blockade ambayo Muirani kaiweka. Sasa ina maana huyu Muirani kama wewe unamwekea blockade, kama na yeye ataweza tu kuvumilia blockade yako wewe, ambayo blockade yako wewe haina nguvu, kwa sababu kitu anachotegemea ama ile blockade yako umemwekea wewe, lakini mnunuzi wake mkubwa ni mtu ambaye huwezi ukamzuia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hapo mantiki ya kuipata inakuwa ni ngumu, lakini kuna logic moja ambayo wengi hawaioni, lakini mimi naweza nikasema mimi naiona. Lakini hata wewe mwana SNS, kama una maoni ya tofauti, unaweza ukaniambia hapa ama ukatuambia hapa Simulizi na Sauti. Logic ya pekee ambayo mimi naiona ina nguvu, unaweza ukasema ni kama self facing, yani kuokoa taswira, kuokoa hadhi. Lakini ukiweka katika mantiki nyingine ama katika nadharia nyingine, unaweza ukaita kama kile ambacho tunasema ni power projection. Yani power projection katika geopolitics ama katika sayansi ya siasa, political science, power projection ni namna ambavyo taifa lina uwezo wa kutandaza nguvu zake kwa mataifa mengine duniani. Sasa taifa lolote kubwa, zile major powers, iwe ni Marekani, iwe ni China, iwe ni Russia, iwe ni actually labda Iran kwa sasa hivi, lakini Iran tumwache kidogo. Hiyo kuwa major power ni baada ya vita kuisha. Wengi wamekuwa wanamuita super power. Uwezo kwa super power, just major power. Sasa ukiangalia, ili uweze kufanya hii power projection, kutandaza maguvu yako wewe, inaweza ikawa ni kiuchumi, inaweza ikawa ni kijeshi, inaweza ikawa ni kisiasa. Sasa Marekani huwa anatandaza nguvu yake kiuchumi kwa kutumia tunasema kwa kutumia pesa yake ambayo ni dola. Unaweza ukawekewa vikwazo, mpaka Urusi anawekewa vikwazo, hata Mchina anaweza kumwekea vikwazo just kwa kutumia hiyo dola. Lakini pia anaweza katandaza kijeshi, ana makambi mengi almost dunia nzima. Lakini mbali na hapo, anatandaza maguvu yake tukibaki hapo kijeshi, sio tu makambi, hata hizi tunaona hizo meli za kivita, ana uwezo wa kucontrol kuweka hizo blockade. Hiyo ndio power projection, kwamba wewe Venezuela usitoe mafuta. Hiyo ndio kuonesho la nguvu, kudhibiti mataifa mbalimbali. Analeta ile aircraft carrier strike group ile nzima katika maeneo mbalimbali duniani. Hiyo ndio power projection. Lakini pia anaweza akafanya power projection ama kutandaza maguvu yake, tunasema kwa kutumia vile ambavyo tunaviita kutumia taasisi za kimataifa, jumuiya za kimataifa, alliance mbalimbali, kufikisha agenda mbalimbali za kisiasa, kuinfluence siasa za nchi mbalimbali. Unaweza kuona kuna vipindi watu walikuwa wanaambiwa wewe bwana, fanya siasa hizi, msipofanya hivi hamtopata labda misaada, msipofanya hivi hamtopata hivi. Unakuta watu wanafanya agenda mbalimbali za kisiasa, sheria mbalimbali zinapitishwa, labda demokrasia imefanya hivi, labda huyu hatumtaki, wanafanya regime changes. Hiyo ndio power projection kisiasa. Sasa hivyo ni kwa mataifa kama China, unakuta na yeye ni tunasema jeshi kubwa zaidi duniani, na yeye ana aircraft carrier. Hiyo ni kwa ajili ya projection, lakini militarily hawana projection kubwa kama labda ya Marekani, licha ya kwamba wana uwezo wa kufanyaje kukabiliana nao. Vivyo hivyo kwa Urusi. Sasa kwa nini nilikuwa najenga msingi wa hoja kukuelezea hili swala la power projection, ili kukupa ile mantiki ninayoiona kwenye hii blockade. Sasa nilichokuwa na maanisha ni kwamba Iran na yeye ameweza kufanya power projection, onyesho la nguvu ambalo linaathiri mataifa mengine mengi duniani, na ile inafanya mataifa yote yaone kumbe huyu ana nguvu. Sasa inatakiwa tumheshimu. Kumbuka before that tunasema Iran alikuwa ni regional power, yani ni yale mataifa ambayo kwa pale Mashariki ya Kati manguvu yake huwezi ukayadharau, lazima utaheshimu kupitia ile axis of resistance ama ule tunasema
mhimili wa upinzani, na nimeandaa uchambuzi vizuri hapa SNS utauona, wa kuelezea hiyo axis of resistance, Hezbollah, Wahuthi, pale Iraq kuna ile PMF ama Popular Mobilization Forces, na makundi mengine kama vile Hamas, Bahrain kule vile vikundi vya Shia. Vyote hivi vinamfanya Muiran aweze kutandaza, kuonyesha nguvu zake, na vile vikundi vinaweza kuweka upinzani dhidi ya Israel, kuweka upinzani dhidi ya Marekani, na kumsaidia Muiran katika baadhi ya matakwa yake ama maslahi yake. Sasa alikuwa ni anaweza kufanya hivyo, lakini pale Mashariki ya Kati kijeshi, pia kwa makombora yake, leo Muiran ameweza kufanya tunasema kiuchumi, na hiyo ndio kubwa, kwa sababu kiuchumi inaweza ikakupatia vitu mbalimbali kisiasa, ukafanya power projection kisiasa, yani ukaonesha nguvu zako kisiasa kupitia kuonyesha kiuchumi. Kwa kutumia nini? Kwa kutumia silaha moja ambayo wachambuzi wengi tumeita hii ni kama, hata kama ana nuclear, lakini hiyo peke yake ni bomu la nuclear, ambayo ndio Strait of Hormuz. Lile zuio ambao Muirani aliliweka, hilo ndio tumelifananisha ni kama economic nuclear bomb, bomu la nuclear la kiuchumi. Sasa kupitia Strait of Hormuz ameweza kufanya power projection kwamba msipite hapo. Ukitaka kupita lazima mje muongee na mimi. Mkija kuongea na mimi, mimi ndio tutaamua tuwapitishe hapo. Na sisi ndio tunajua wapi ni salama pa kupita, the safe passage, yani njia salama pale. Ukipita huko unakopita, ukilipukiwa na mabomu, hiyo ni juu yako. Sasa hiyo ndio tunasema power projection, wameweza kuonyesha hiyo. Na ukionyesha power projection ambayo tunajua taifa ambalo limekuwa ni kubwa linaloonyesha hiyo power projection ni Marekani peke yake, ndio ambao ni magwiji, na wameweza kuonyesha power projection katika nyanja zote, kiuchumi, kisiasa pamoja na kijeshi. Sasa leo unavyokuja kutishia, na ndio ukuu wa Marekani kuweza kuproject hii nguvu, huo ndio ukubwa wa Marekani. Lakini hata mataifa yanayofuatia, iwe ni China, Russia, uwezo wa kuproject hizi nguvu ndio unaitwa major power. Sasa Muirani anakuja pale na yeye anaonesha nguvu zinazofanya mataifa mengine yaweze kumpigia magoti. Taifa kama South Korea linatoka kule linaenda kunegotiate, mshirika huyu mkubwa wa Marekani anaenda kunegotiate na Muirani. Lakini unatoka hapo unakuta taifa kama Ufaransa anaenda kunegotiate na Muirani anampitisha na wanalipa fedha. Unaweza kuona hiyo ni power projection kubwa kiasi gani. Hivi tunavyoongea, mataifa Ulaya yameshaonya kwamba jet fuel inaisha. Jet fuel ni mafuta ya ndege ambayo ili ndege ziweze kwenda lazima ziwe zina hayo mafuta. Sasa unaweza ukaona, na wanasema kwa sababu hiyo flight cancellations zitatokea, kwamba ndege zitashindwa kuruka. Unaweza ukaona uchumi wa kidunia unaenda kucollapse sababu tu Strait of Hormuz imefungwa. Marekani bei imepanda, sababu ni nini? Strait of Hormuz imefungwa. Kwa hiyo zuio la Marekani halina nguvu kama Strait itakuwa imefungwa. Kilichokuwa kinatakiwa, wewe Marekani una nguvu, nenda kaifungue Strait of Hormuz, which is impossible. Ni kitu ambacho kijeshi hakiwezekani. Licha ya kwamba yani Marekani ingekuwa ni rahisi kuifungua ile Strait of Hormuz, angetoka kaenda. Na mbaya zaidi, zimewekwa mines ama yale mabomu ya kulipuka majini, ambayo inasemekana Marekani meli zake ambazo zilikuwa zina uwezo wa kuondoa hayo wanasema ameisha zistaafisha miezi 6 kabla, na hana kifaa kinachoweza kwa hizo mine, na ni ngumu sana hata kwa Iran wenyewe walioweka yani hayo mabomu ya kulipua meli ambazo zikipita zitalipuka. Kwa hiyo Iran wao ndio wanajua upite wapi kule katika ule upande wao ili uwe salama. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa who has got the power, yani nani hapa ana nguvu halisi? Yule ambaye ana uwezo wa kuzuia Hormuz ambaye ni Muiran, au Marekani ambaye anaweza akamzuia huyu Muiran? Tena anamzuia katika kiasi ambacho kingi anachokizalisha anayekinunua ni Mchina, ambaye huyo Mchina Marekani hawezi kumzuia. Kwa hiyo ndio unakuja pale kwenye maana yangu moja, hii blockade sasa inafifisha. Hiyo ndio kama pigia mstari, ile blockade inafifisha alichokifanya Muiran. Marekani anafifisha alichokifanya Muiran, yani ile power projection ya Muiran aliyoweka kwenye Hormuz ndio Marekani anafanyaje, anaififisha. Sasa kwa wengi ambao hawana uwezo wa kuchuja mambo, hawana uwezo wa kuyaona mambo kwa upana, wataangalia tu juu juu. Ukiangalia juu juu utaona yes, Marekani
Muiran hana anachoweza kutoa. Marekani kaishaweka blockade, na hiyo ndio lengo, na inavyowekwa ile blockade wana make sure it goes as loud as possible. Yani kelele nyingi zinafanyika, propaganda inafanyika kubwa sana. Kwa hiyo dunia nzima itaona Marekani ana jeshi lenye nguvu sana, limeweza kuzuia. Kwa hiyo ile image ya Marekani ya super power, ile power projection yake tunasema naval assets ambayo ndio hayo tunasema destroyers, cruisers, like cruise ships lakini pia ile aircraft carrier, mandege yale yanaonekana yanatandaza nguvu. Na huyu Muiran ni mdogo tu ambaye mnyie mlikuwa mmeanza kumfuata na kumuona ndio ana nguvu, mnaenda mnamkimbilia, ambayo hiyo ndio threat kubwa kwa Marekani. Kule kunyenyekewa na mataifa mengine, Japan, South Korea na mataifa mengine, Thailand, kule kunyenyekewa ndio anakotaka, ambako kumemfanya yeye amekuwa mkuu. Leo watu wameanza kumnyenyekea Muiran sababu ya Strait of Hormuz. Hawezi akaruhusu kitu kama hicho. So the blockade was necessary. Licha ya kwamba kufanya blockade sio kufungua Hormuz, lakini wakafanya ili ufifishe hicho anachokifanya nani? Muiran. Na ni ile ukienda kiufundi zaidi, ukichimba ndani umuhimu wake sasa, Donald Trump anapotafuta amani hategemei tu ile nuclear peke yake. Hawezi bwana, Iran kwa vile amekubali kuachana na nuclear, basi tumefikia ceasefire, vita vimeisha. Watu watakuja watasema mbona na Strait of Hormuz imefungwa? Hiyo ceasefire gani wakati kabla ya vita ilikuwa Strait of Hormuz haijafungwa? Lakini anaweza ile image ya Muiran ambayo ameionyesha kwamba yeye Muiran ana nguvu ama ile power projection ambayo Muiran ameifanya ambayo imemwathiri Marekani, anaitengeneza vipi? Ndo anakuja sasa na hii blockade ambayo inafanywa, kelele nyingi, Pete Hegseth anaongea kule, Donald Trump anaongea huku, we are loaded na nini. Okay fine, if you are loaded, kama mko loaded kama mnavyosema, nendeni basi mkaifungue pale, meli zipite. Kwa nini mmekaa mbali, tena mbali kabisa katika usawa ambao hata makombora ya Iran hayawezi yakawafikia? Hiyo ina maana gani? Hawana navy, hawana nini? Basi sogeeni mkafungue. Kwa nini hamsogei? Unaweza ukakaa ukaangalia mambo kwa upana wake, unapata picha kwamba kumbe Donald Trump ya hii ceasefire hiyo blockade ni sehemu ya njia yake ya kutokea, kwa sababu haina madhara makubwa sana kiivo kwa Iran. Ni sehemu ya kufanyaje ya kutokea. Nasema hivyo kwa sababu wa Iran pia na wenyewe wanataka amani, kwa sababu bado walikuwa na karata zao nyingine wangeweza kuzicheza, lakini pengine hii ceasefire ya siku 10 ambayo imefanyika imewezekana. Nadhani Bro Sky ataturudisha huko. Imewezekana kwa sababu ya issue ya Lebanon ya kutuambia kwamba kuna bana wametangaza Strait of Hormuz iko open baada ya kuwa tumetangaziwa kuna ceasefire ya siku 10 Lebanon, na inasema moja ya vitu ambavyo wa Iran mwanzo waligoma kwamba wao wakae wakubaliane chochote kabla mambo Lebanon hayajawa sawa, yani kabla mapigano kule hayajasitishwa. Sasa tunakuja kuona kwamba wamesitisha mapigano kule baada ya Donald Trump kutangaza na mapigano kutangazwa kwamba yamesitishwa. Tunakuja kuona huko Marekani, tunakuja kuona wa Iran na wao wanatangazwa kwamba kwa hizi siku za ceasefire zilizobaki basi Strait of Hormuz iko wazi. Sio wazi siku zote, hapana, iko wazi kwa hizi siku ngapi tu, 10 tu, ambazo siku kama 6 hivi mpaka kufikia tarehe 22. Hapo ndipo ambapo wanatuambia itakuwa iko open. Na mind tumeona kaskai bei ya mafuta imeshuka sana. Imeshuka sana kwa zaidi ya 10% sasa hivi. Pipa limetoka kwenye $110 mpaka $90. Na hapo katika ile danadana ya bei ya kucheza, nimekupo ninacheza unashangaa kuna muda ilipo $100 ilifika mpaka 140, na tunaambiwa ikifika 200 basi uchumi wa dunia una collapse. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba taarifa kama hizi zinavyotangazwa, kuna watu wana reserve yale, wanaona tuziachie. Si unajua wafanya biashara nature yao, ana kitu. Kwa hiyo kama ataona ina maana pamefungwa, hamna mafuta atakayotoka, bei itapanda, anatulia, anasikilizia mpaka ifike labda 100 na ngapi, anaachia. Kwa hiyo hii inaonesha demand kwamba baada ya kuachiwa hivi wauzaji wamekuwa ni wengi kulikoni wale buyers wa mafuta, na hiyo inapelekea bei kama hivi tunaona inafanyaje, inashuka katika hayo masoko. Na kama ikiwa hivyo for so long inakuwa ni nzuri kwetu, hata soko la hisa limeimarika.